Majasusi 178 wa Marekani na Israel wamekamatwa tangu kuanza kwa vita. IRGC inasema kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Irani kinasema majasusi 178 wanaofanya kazi na Marekani na Israel wamekamatwa tangu kuanza kwa vita dhidi ya Irani. Waliokamatwa walikuwa wakituma picha na maeneo ya vituo vya shirika la Msalaba Mwekundu la Iran na vituo vya kijeshi kwa mashirika ya ujasusi ya Marekani na Israel. IRGC ilisema katika ripoti yake idadi ya raia wa kigeni walikuwa miongoni mwa waliokamatwa baada ya kupatikana silaha, vifaa vya kutambua maeneo, vifaa maalum vya mawasiliano na sarafu za kigeni. Hata hivyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amewataka Marekani, Israel kusitisha vita na Irani kuacha mashambulizi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewataka Marekani na Israel kusitisha vita vyao dhidi ya Irani, huku akihimiza Tehran kuacha mashambulizi yake dhidi ya nchi jirani. Sasa ndio wakati wa kusitisha vita hivi ambavyo vina hatari ya kutoka nje ya udhibiti kabisa, Guterres alisema na kuambia waandishi wa habari huko mjini Brussels baada ya mkutano na viongozi wa Umoja wa Ulaya. Pia alitaka kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz kwa usafiri wa meli. Hata hivyo, afisa mkuu wa jeshi la Marekani Dan Kane anasema mashambulizi yanafika ndani zaidi eneo la Iran. Jenerali wa Marekani Dan Kane amesema mashambulizi ya Marekani yametanua zaidi katika eneo la Irani kila siku, ikiwa ni pamoja na mashariki mwa Iran. Juhudi zinaendelea kuondoa maeneo ya kuhifadhi makombora pamoja na silaha za kivita. Jeshi la Marekani linaendelea kulenga mali zilizopo baharini za Iran, ikiwa ni pamoja na kuharibu zaidi ya meli 120. Marekani sasa inatumia ndege ya A-10 Warthog ambayo ni ndege ya kushambulia. Marekani inafanya mashambulizi dhidi ya magaidi wanaoungwa mkono na Irani nchini Iraq ambayo yanaweza kuhatarisha vikosi vya Marekani.